Baada ya mzee Kikala kurudi katika familia yake, ilibidi awaite watoto wake yeye kama kiongozi wa familia, na akawaambia, yani mmebweteka tu, hakuna hata mmoja ambaye aliwahi kunipigia simu hata kunijulia hali. Je, kuna yeyote ambaye aliwahi kunipigia simu au kunitafuta kunijulia hali? Lakini hakuna yeyote ambaye alikuwa anajibu, kwa sababu kwa uhakika na ukweli ni kwamba hakuna hata mmoja ambaye aliwahi kumtafuta mzee Kikala akiwa yuko anauguzwa. Huku upande wa binti Msumi anataka atumie gia ya Hamadi ili kubaki katika nyumba hii, kwa sababu mzee Kikala alikuwa hamtaki kabisa. Kwa upande wa Mashavu, yeye baada ya kurudi nyumbani, ugomvi umekuwa mkubwa sana na mume wake Awadhi, kwa sababu alikuwa hajui kama Awadhi ni mtu ambaye ana mke mwingine. Alikuwa anajua yeye ndo mke pekee, lakini baada ya kufika anajikuta ya kwamba yeye sio mke wa pekee, ni kwamba yeye ni mke wa pili. Kwa hiyo ulikuwa ni ugomvi mzito sana. Na baada ya sherehe ya Shida kuisha, basi Dachina pamoja na vibenteni wake walikuwa wamelewa chakali, na walikuwa wanataka waende naye wakalale naye wote, na hakuwa kijana mmoja. Lakini kwa upande wa Dr. Abasi, yeye amerudi na amemkuta mke wake akiwa hospitali na ana hali mbaya, lakini mtoto hayupo na wala hakuna alikuwa anafahamu mtoto yuko wapi. Kumbe dokta alikuwa hana taarifa yoyote ya kwamba yule dereva wake ndio amemchukua mtoto na ndio baba sahihi wa mtoto huyo. Haya, huku kwa Shida sasa tunaona dokta amefika nyumbani, amekuja kumwangalia, lakini majibu ambayo yanatoa ni kwamba Shida ni mjamzito. Kila mtu alishikwa na butwaa na akaanza kushangaa, hasa Dachina. Lakini kwa upande wa Kobisi, na yeye alishikwa na butwaa, akawa amekaa tu anaangalia, hana chochote cha kufanya wala kuzungumza.